Asante sana, naomba tuketi. Wachungaji wa hii kanisa na waumini wote, wabunge na directors wale tuko nao na viongozi wote, Bwana Yesu asifiwe. Bwana Yesu asifiwe tena. Salimiane na mnaisema Bwana Yesu asifiwe. Mimi naomba msamaha juu tumechelewa sana kwa ile kanisa ingine, na yote ni mambo ya Mungu. Nataka niombe kwa ruhusa ya pastors wetu, tutatafuta siku ili ambao utaweza kufika kwa hii kanisa kupitia mbunge wenu, ili tukuje tushiriki kuanzia saa 3 mpaka wakati tutamaliza. Na pia naona kuna kazi mingi ambayo inafanyika, na kama vile mnajua serikali pamoja na kanisa zinafanya kazi pamoja, na tuko na wito kutoka kwa kiongozi wetu wa taifa, wale ambao watu wanafanya kazi kwa ukaribu na yeye, tuhakikisha kwamba tunashikilia kanisa, tunajenga madhabahu ya Mungu. Kwa hivyo mimi nataka mheshimiwa wa Chuka Gamba Ng'ombe apange mpango pamoja na hii kanisa tufike, ili tukue na siku njema. Vile vile niseme tuko na haraka, masaa yetu imeisha. Yule ambaye rupani tuko na yeye ako na ndege ingine ya kwenda nje, na akichelewa hataweza kwenda mahali anapaswa kwenda. Kwa hivyo ndio tunaongea kwa kifupi. Niseme ya kwamba niko na shukrani mingi kwa yale ambao tunaendelea kufanya kama watu ya eneo hili ya Chuka Gamba Ng'ombe, watu ya Tharaka Nithi County, watu ya Meru, watu ya Embu, watu ya Isiolo, watu ya Kirinyaga. Tuendelee kushikana juu sisi ni watu moja, sisi ni watu ambao wanaelewana kwa lugha, na ile fitina ambao tumeona inaletwa na mtu mmoja ama wawili wakitaka kudunisha, kudharau naibu wa rais Profesa Kithure Kindiki, mmoja wetu kutoka taifa la Kenya lipate inaitwa independence, kwa Kiswahili inaitwa nini? Uhuru. Kutoka nchi yetu ya Kenya ipate uhuru, hatujaifanikiwa kama jamii ya Tharaka Nithi County ya Meru ya Embu kukuwa na mmoja wetu ambaye anakalia kiti ya naibu wa rais. Kwa sasa Mungu ametuangalia vizuri, tuko na mmoja wetu, lakini kuna fitina ya ukabila ambayo inaekwa na mtu mmoja na watu wengine wawili. Wanaeka fitina, wanachochea wananchi ati ya kwamba serikali ni mbaya, rais wetu ni mbaya, na sio kwa sababu ni mbaya. Serikali inafanya kazi mingi, na mimi nimesema ya kwamba sitakuwa nasema yale ambayo serikali inafanya. Bei ya kahawa imekuwa sawa, ya majani chai, barabara zinajengwa, watoto wako shule, security tunaendelea sawa, mpango ya maji inaendelea na mambo mingi, lakini wale ambao wengine ni chuki tu. Mimi nilisikia juzi huyu aliyekuwa mtu ya Munyoro ati akisema kitu ya kwanza akichukua nafasi kuwa rais ni kuhakikisha kwamba ile manyumba rais anajenga, hiyo mpango anaacha, anauza manyumba sijui. Sasa hiyo ni mtu ambaye anaweza ako na maono ya serikali ya kuendelea Kenya mbele? Ati mpango ambao inatulipia inatulipia hospitali ati atafunja. Hii anasema ati civil servant ama public servant ati wamekatwa mishahara sana. Nataka nimwambie Rigathi Gachagua ya kwamba mimi kama waziri wa public service and human capital development, kupitia wizara yangu, serikali imehakikisha kwamba all those who are working in government, the public servants, the civil servants, their pay, their gross pay this month has been increased and backdated from July 2025. Their housing allowance has been increased. Their commuter allowance has been increased. Therefore, there is no opportunity Rigathi Gachagua you can get to convince the civil servant, the public servant, that their salaries has been highly taxed. The government of William Samoei Ruto has looked in the issue, and that's why, through the Ministry of Public Service, as well as Salary and Remuneration Commission, SRC, we have ensured
all civil servants from this month, if they look at their payslip, their gross pay has been increased, their commuter allowance has been increased, and also the housing allowance has been increased. And it has been backdated to 1st of July 2025. Hiyo ni kazi, ni bidii, ni kujituma kwa Mheshimiwa Rais wa Jamhuri ya Kenya. So stop manipulating people of Kenya, lying to the people of Kenya, all manner of propaganda to the people of Kenya, to the extent of carrying goons, hooligans, carrying guns and tear gas to a church. What we have witnessed today in Nyeri County. We also witnessed the same pale Mbeere North, wakati tulikuwa na uchaguzi, ukaleta goons, ukaleta hooligans, ambao wako na bunduki, wako na marungu, wakachapa watu. Wengine walichapa kijana moja who used to be my PA in Evrore, in a place called Karangare, ACK Church. Kwa hivyo hii mambo ya kupigana wa kanisa sio ya leo, sio uko Othaya peke yake. Pale Mbeere North Ligiji ulikuja, ukaenda kwa kanisa ACK ya Karangare, mukaleta furugu, mukaleta vita, ukavuja kijana mmoja anaitwa Frederick Mugu, akaenda hospitali, akakaa huko kwa miezi. Is this kind of leadership which we want? And that's why we are happy that we have a Deputy President of the Republic of Kenya, Professor Kithure Kindiki, ambaye anaelewa kazi yake. Kazi yake sio vitina, sio furugu, sio kutafuta wauni, sio kukosoa rais. Kazi yake ni kushikilia rais atawale na akishia kwamba Kenya hii imesimama sawa kiuchumi na pia kisiasa, and also socially, to ensure the government and the nation of Kenya is properly united. And that's what you have seen Professor Kithure Kindiki doing to assist Dr. William Samoei Ruto. Kwa hivyo tunasema jameni, tushikane tukiwa watu ya eneo hili. Wakikuyu wale wanaishi hapa Tharaka Nithi, hapa ndio kwenu. Wakikuyu wale wanaishi Meru, hapa ndio, huko ndio kwenu. Wale wako Embu, huko ndio kwenu. Isiolo, huko ndio kwenu. Lakini wale ambao the Kikuyus who are politically arrogant want to show political that they are politically arrogant. Ati hawezi amini Professor Kithure Kindiki juu anatoka hapa Tharaka Nithi County hawezi kuwa kiongozi wa taifa. Tunawaambia jameni, we are giving you notice. Kama mnasema sisi watu ya Embu, wa Tharaka Nithi, wa Meru hatukupigania uhuru wetu wa nchi yetu ya Kenya, kama hatukuingia kwa msitu, kama hatukuwa na General Mwaliama, kama hatukuwa na General Roko ambayo mimi niko na lineage pale ya hiyo General Roko, kama hao our fathers, our grandfathers hawakupigania uhuru wa hii nchi yetu ya Kenya na wakahakikisha kwamba hii mlima yote iko kitu moja, mtatuelezea kwamba ati Professor Kithure Kindiki hawezi kuwa supported, twenda tetu hawezi kuwa rais wa Jamhuri ya Kenya, then hapo ndio taraka yetu na nyinyi itaanzia. Hapo ndio taraka yetu na nyinyi itaanzia. So we are saying sisi hatuna vita na nyinyi, tunawapenda, sisi ni jamii moja. Lakini tuheshimiane. Professor Kithure Kindiki aheshimiwe. Vitina na kerere hiyo mko nayo, muachane nayo. Wewe Rigiji, Professor Kithure Kindiki sio alikaya. Huyu ni professor ambaye ako na PhD ya sheria. Wewe ulienda hapo Nairobi University ukalegalega ukatoka. Huyu ni professor ambaye ako na PhD na ni professor wa sheria. Ni mtu ambaye ako na uwezo, ako na maono, ako na bidii, anajituma sawa sawa kuhakikisha kwamba Kenya itakaa sawa sawa na siku ambazo zinafika itakuwa sawa sawa akiwa rais wa Jamhuri ya Kenya. Kwa hivyo jameni, tushikane tukue kitu moja. Tushikane tukue kitu moja. Tunaelezea watu ya Nyahururu, wa Kikuyu wa Nyahururu, wa Murang'a, wa Nyeri. Tupende nchi yetu. Tupende rais wetu. Tupende naibu wa rais. Lakini kama itakuwa ni vitina, itakuwa ni mbaraa kila siku,
itakuwa ni kudharau kiongozi mmoja wetu ya hii mlima. Basi si tuko tayari kwa taraka, anytime we are ready ya taraka. Kwa hivyo tuachane na vitina, because we know it's not about whether government of Kenya is working or not. It is about systematic organization of hatred. Nataka nirudie tena, tunajua wewe Rigiji na watu yako na wale wabunge ambao uko na wao, tunajua sio mambo ya kufanya kazi ya serikali. We know it is about systematic organization of hatred against Professor Kithure Kindiki, against William Samoei Ruto. Na kama you are going to organize systematic hatred against Professor Kithure Kindiki, sisi kama jamii ya kona hii tuko tayari kuweka taraka, because our forefathers, our grandfathers walipigania uhuru wa nchi yetu ya Kenya. Na ukiona jina yangu Roko iko hapo ndani ya kupigania uhuru wa taifa letu la Kenya. Yes, hata kuna picha ya General Roko wakiwa na Jomo Kenyatta na General Mwaliama ambao niko nayo kwa boma yangu mimi mwenyewe. Kwa hivyo mwache vitina. Rigathi Gachagua, tunapenda kila mtu, na hii mlima iko na jamii mingi, sio kwa Kikuyu peke yake, sio wa Meru peke yake, sio wa Embu peke yake, sio wa Tharaka, sio wa Tigania, sio wa Egembe, sio wa Kikuyu, iko na jamii mingi, na lazima tuishi kama mandugu na mandana. Ndio hiyo jamani. Kwa hivyo mimi nisimamia hapo niseme ni asante. Tutarundi tena tuhakikisha kwamba tuko kwa hii kanisa. Mheshimiwa Pato amenielezea hii maneno leo asubuhi, tutakuja tena. Kwa hivyo huyu ni kijana ambaye anajituma, anaelewa kazi yake. Mimi nilimkuta pale bungeni, kwa tunafanya kazi na yeye. Na kijana ako na bidii, amejenga mahospitali, ako na miradi ya maji. Kule huku mnamuitanga Pato wa Kidhomo, juu ya maneno ya masomo ako sawa. Tushikilie vijana, tushikilie viongozi wakue. Jameni, mkitoa leo mweke mwingine, leo mwingine. Huyu ndiye atakuwa kiongozi kesho ya taifa la Kenya. Si ndio hiyo? Na lazima tumshikilie akue kabisa. Kwa hivyo mimi naomba tushikilie Pato kabisa. Ni mtu ambaye ni rafiki ya rais, rafiki ya Professor Kithure Kindiki. Aendelee kufanya kazi yake. Mimi nitarudi tena, lakini kwa sasa niko na shilingi 200,000 ambao nitaacha.